Wengi wangekusudia wangetamani kujua safari ilipitikana je wakati tulipokuwa njiani kutoka huko Kongo mpaka hapa Tanzania. Maana sio jambo rahisi, ni kutoka nchi badala ya nchi nyingine. Yani ilikuwa safari yenye urefu, na tutasikiza walimu wakijifasiria namna walivyotembea njiani. Je, kulikuwa na machangamoto aina yote ile au safari ilitendeka katika hali ya amani na utulivu? Karibu watumishi wa Mungu kwa kuliambia taifa safari ilikuwaje mpaka mkafika katika nchi ya Tanzania. Pia mtatuambia ilikuwaje, sababu sio rahisi mpaka watu wanapata mahusiano na kukubali kutoka katika nchi mpaka nchi nyingine kwa ajili ya kuja kufanya kazi ya Mungu bila kuangalia bajeti na kadhalika. Karibu watumishi. Acha tuseme Mungu ni mwema, ambaye si mwingine ni Yesu Kristo. Tunashukuru kwa kazi ambayo ameruhusu ili kutufanya kuwa hapa Mwanza katika nchi ya Tanzania. Lakini nitarudi nyuma kidogo kwa uchache niongee kwamba katika waraka wa kwanza wa Petro sura yake ni ya 2 aya 21, maandiko yanasema Yesu alituachia kielelezo tufuate nyayo zake. Sasa yeye kwanza kama Mwokozi aliacha enzi, aliacha mbingu, aliacha utukufu, sifa, akakuja duniani kutafuta kilichopotea. Yani kama yeye ameanzisha kuacha na kutoka mahali pake na kuja ulimwenguni, kwa nini sisi tusitoke sehemu kuelekea sehemu, kukiwa ndugu ambaye amekubali kutembea katika fundisho takatifu la Mungu? Yani tulipomsikia mchungaji amesema amevutiwa na mafundisho, amefurahia mafundisho na ameona ndio njia ambayo imenyooka, ambayo ndani mna nuru ya kupelekea uzima, na akatuambia alitaka tufike tukae pamoja tuongee mawili matatu. Na kwa kweli kama vile umesema, bajeti ilikuwa ni kubwa, lakini ukubwa wa bajeti hauna utata kwa sababu haiwezi kufikia kwa bajeti ambayo Kristo ameifanya kutoa hata uhai wake. Kwa hiyo tulipiganisha kwa uwezo tuliopata, Mungu akaturuhusu. Tulitoka jana Bukavu muda wa saa 2 za asubuhi, tukatoa bisi kuelekea Rwanda Kigali. Kufika saa 11 za jioni, karibu saa 12, tukatoa basi ya kuja hadi kwenye mpaka wa Rwanda na Tanzania, mahali wanaita Rusumo, na tulifika huko kwa salama bila hata tatizo. Mungu alikuwa pamoja nasi, na hapo tulikuwa tuna utata kidogo. Najua ndani ya ulimwengu mkose changamoto, kuna changamoto tulikutana nazo kuhusu vitambulisho tuliokuwa nazo, kuna kitu fulani ilihitajika, lakini ni sehemu tu ya kawaida ya hali ya kibinadamu, haikutututisha wala haikutuvunja moyo. Na Mungu ameruhusu kupita pale, na tukaanza safari kama saa 10 za usiku kutoka hapo kwenye mpaka, na kufikia saa 9 kosa za jioni tumefika hapa Mwanza. Kinachotutia moyo, kinachotubariki kwa sababu tumepokelewa na yeye ambaye alitaka tumuone. Tunashukuru kumuona mchungaji, na nafikiri ni hatua kubwa ambayo Mungu ameruhusu, na mengi Mungu atayafanya zaidi ya haya. Kwa majina ni ndugu Ejide, mtumishi wa Mungu, naishi Kongo, Bukavu. Ndio sehemu ambapo tunaishi, na ndipo tumekaa na familia na tunafanya kazi ya Mungu. Lakini kwa makusudio ya Mungu tunafanya kazi karibu maeneo yote ambapo Mungu anaweza kutupatia nafasi ya kufikia. Asante. Turudilia hapo tu mwalimu, katika mtandao wako wa Facebook mara mingi sana huwa kunatokea maposti ambazo zinawachimba sana Waislamu, lakini mara nyingi sana wao wanajibu kwa matusi. Labda hilo neno unalichukuliaje? Hilo swali unalichukuliaje? Ukiona matusi ya Waislamu kwenye mtandao wako wa Facebook, unachukulia tu ni jambo la kawaida au kuna mambo ambayo yanatakiwa kuweka sawa kwa hilo? Kwanza niseme kwa ndugu zetu Waislamu, tuseme kuna aina mbili ya undugu. Kuna undugu wa damu kutoka kwa babu yetu Adamu, na kuna undugu wa imani, watu wakiwa katika fundisho moja. Sasa hata kama sisi hatujafanikiwa kuwa na undugu
wa imani na Waislamu, lakini tuna undugu wa damu kutoka kwa babu yetu Adamu, kwa sababu ndiye mtu wa kwanza ambaye Mungu alimuumba na kumpitia ulimwengu ikajaa watu. Yaani sisi na Waislamu kwa ubinadamu sisi ni wandugu, lakini kunaweza kuwa mawili matatu inayohusu imani. Kwa hiyo tukiwa tumeposti mambo mawili matatu kwenye konti zetu za Facebook na konti zingine, si kwamba tunatumia vita, hatufanye vita ya damu na nyama, kwa sababu sisi wa Kristo kwenye kitabu cha Efeso sura ya 6:12 maandiko nasema tuvae silaha za Mungu tupate kushindana na roho za ubaya katika ulimwengu wa giza, kwa sababu vita yetu sio ya damu na nyama. Hatufanya hivyo, ila tunataka tuwekane sawa, tujue ukweli ni nini na isiyo ukweli ni nini. Sasa wakati wao wanaporudisha maswali ya matusi, hiyo haiwezi kutukera, tunayekubali kwa sababu ni sehemu ya vitu ambavyo tunajiandaa kuvipokea baada ya kuposti mambo kama na yale. Kwanza niseme ni Mungu angali anatufanyikisha, kwa sababu wenzetu ambao walitangulia kufanya kazi ambayo tunaifanya, kuna waliofungwa, kuna waliopigwa, kuna waliofukuzwa, kuna waliotoshwa katika mitaa na kutupwa mbali, kuna walioimwa hata makazi, na baadhi ya wengine hata waliouawa. Yaani mtu akitutusi kwa sababu tumeposti jambo fulani, asikamate kama tumemuumiza, lakini tungetaka ile ambayo tuliposti aje avunje ile hoja kwa maandiko ya Bible au Qur'ani. Hiyo tu ndio tunakuwa, lakini hatumie moyo, hatukwazike, hatuna jazba, hatuwachukie na hatuna vita nao ya kutumia kisu, upanga, silaha yoyote, ila tunatumia maneno tu ili kutengeneza usawa kwa kutafuta haki ya Mungu isimame. Asante.